Karibu tuende nalo hadi tamati. Kwenye taarifa yetu kuu ambayo ni ya tanzia ni kwamba walimu wawili na wanafunzi wawili wamefariki katika ajali mbili tofauti zilizotokea Nairobi na Nyeri katika muda wa saa 24 zilizopita. Akizungumza jijini Nairobi, waziri wa elimu Julius Ogamba alisema walimu wawili waliaga dunia baada ya kugongwa na gari la uchukuzi wa umma eneo la Ngara, Nairobi, wakati wa uchaguzi wa chama cha walimu wa shule za sekondari KUPPET. Tukio lingine lilitokea Nyeri ambapo wanafunzi wawili walifariki baada ya gari lililokuwa limewabeba wanafunzi 25 kupata ajali. Ogamba amesikitishwa na ajali hizo na akawahakikishia walimu na wanafunzi usalama. Familia mbili leo zinaomboleza kufuatia ajali ya barabarani iliyosababisha vifo vya walimu wawili waliokuwa wakishiriki uchaguzi wa chama cha walimu wa sekondari KUPPET. Walimu hao walifariki baada ya ajali iliyotokea eneo la Ngara, Nairobi, wakati gari la uchukuzi wa umma lilipopoteza mwelekeo na kuwagonga walimu waliokuwa wamesimama kando ya barabara. Waziri wa elimu Julius Ogamba alithibitisha kwamba wawili hao walikuwa walimu katika shule ya sekondari ya msingi ya Milimani. Unfortunately, we lost two of them, one instantly and one at the hospital here. That means that the school will not have two teachers, and the trauma which has accompanied the whole experience of that school is that even the learners are very anxious. Waziri Ogamba aliyeandamana na mwenyekiti wa tume ya kuajiri walimu nchini TSC Dr. Jamlek Muturi pamoja na katibu mkuu wa KUPPET Akelo Misori waliotembelea walimu watatu kati ya 29 waliojeruhiwa ambao kwa sasa wamelazwa katika hospitali ya Aga Khan jijini Nairobi na kuhakikishia msaada wa serikali. 26 of them were injured, 13 were treated and discharged, and we have 13 in various hospitals in Nairobi. All of them are covered under SHA, and SHA is completely covering all the medical bills that are going to be incurred. Katika ajali nyingine huko Nyeri, wanafunzi wawili walifariki baada ya gari lililokuwa limebeba wanafunzi 25 kupata ajali. And we pass our condolences to the families of both those learners and the teachers who lost their lives. Wakati huo serikali imesema inafuatilia hali ya usalama wa walimu katika sehemu za kaskazini mwa Kenya baada ya kuuawa kwa mwalimu wa shule ya msingi ya Hulugo nyumbani kwake katika kaunti ndogo ya Hulugo huko Garissa. Waziri Ogamba alisema maombi ya walimu ya uhamisho kutokana na tukio hilo yataangaziwa. Each case will be considered on its own merit. Of course, we have career and psychosocial support for them. They have already been sent to the ground. So we are calling upon teachers to become and be reassured that all your needs are going to be taken care of. We know very well that our work can only be done when the environment is conducive for learning or for teaching. Kuhusu mpito wa gredi ya 10, alisema 98% ya wanafunzi sawa na zaidi ya wanafunzi milioni 1.1 wamejiunga na gredi ya 10. Aliongeza kwamba usambazaji wa vitabu vya kusoma umefika 60% kote nchini na kwamba vitabu vyote vinatarajiwa kufika shuleni kabla ya tarehe 10 mwezi huu. Joseph Wahungu,